Tunamuomba sasa aingie ndugu Ndonge Saidi Ndonge kutoka chama cha AAFP. Alliance for Africa Farms Party. Ndugu Ndonge Saidi Ndonge, karibu kwenye microphone hapo. Karibisha kwenye microphone hiyo. Hebu mshushie kidogo maana imekaa juu mno. Hai. Ndugu Ndonge, karibu sana ndani ya ukumbi wa bunge. Mbele yako ndani kuna waheshimiwa wa bunge umndani. Kwa hiyo tunakupa nafasi ya kujieleza dakika zisizozidi 3, na endapo ikiwapendeza waheshimiwa wabunge wanaweza kukuuliza maswali yasiyozidi 3. Karibu sana ujieleze. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Leo jina langu umelipatia na sina haja ya kulirudia. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wabunge wenzangu. Nitakuwa mbunge baada ya kuapishwa. Leo nimesimama hapa kwa lengo moja la kuja kuwa kiongozi katika muhimili huu. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya na leo kufikia hapa tulipofikia. Lakini tena vile vile nitoe pongezi za dhati kwa wananchi wote wa Tanzania kwa kufanya maamuzi yaliyo sahihi siku ya Oktoba 29 ambayo imewawezesha wengi wenu kuwepo humu ndani na sisi wengine kuwa huko nje. Lakini nimpongeze tena na Mheshimiwa Rais kwa kushinda kwa kishindo kwa 97%. Nawakumbusha mliambiwa msishangilie. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu leo hapa tunaomba ridhaa ya uspika. Jamani, naomba tumsikilize. Maana yake tunaomba ridhaa ya uspika ili tuwe kiongozi. Tuwe kiongozi mmoja wapo katika bunge hili. Mimi nitajikita katika neno kiongozi. Nitatafasiri neno kiongozi na huo ndio utakuwa mwelekeo wangu. Na nitakuwa natoa na mifano. Mheshimiwa Mwenyekiti, neno kiongozi lina herufi zake 8 na linaanza na herufi K. Ile K ina maana ya kwamba kiongozi unatakiwa kukubali kukosolewa na unaowaongoza. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, hili tuna ushahidi kwamba hata serikali ilipoingia awamu ya 3 ilipokuja ile DP World, Mheshimiwa Rais alikubali kukosolewa na waliokuwa wanawaongoza, lakini kwa bahati mbaya waliokuwa wanawaongoza wenyewe hawajakuja na mtidawa, walikuwa wanakosoa tu, hawasemi nini kifanyike. Mheshimiwa Mwenyekiti, herufi ya pili ni herufi I. Ina maana ya kuwa ijue tabia ya watu unawaongoza. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, wote hapa ni mashahidi. Kwa Mheshimiwa Rais alipokuwa anajua tabia zetu sisi anaotuongoza, siku ile ya tarehe 3 baada ya kuapishwa na kutoa ile lockdown, watu wote walishangilia na maisha yameendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, herufi ya 3 ni herufi O. Herufi O ile ina maana ya kwamba onesha kwa vitendo. Unapotaka kiongozi kufanya jambo, basi wewe mstari wa kwanza kuonesha kwa vitendo. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wabunge, ni wote sisi ni mashahidi. Mheshimiwa Rais alipokuja wakati anaongoza awamu ya 6 tulikuwa na COVID. Alipotaka
watalii waje, alikuja na Royal Tour. Manake ile sasa alikuwa anasema, alikuwa ameonyesha kwa vitendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, herufi nyingine ni herufi N. Herufi N inasema kiongozi unataka unene kauli thabiti, na sisi wote ni mashahidi. Hata walipokuwa watu wanasema kwamba serikali inakopa, lakini Mheshimiwa Rais alisema kweli, lakini kwa ajili ya nchi na sio kwa ajili ya mtu mwingine. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, herufi inayofuata ni G. Ile G ina maana gawa madaraka kwa unaoongoza, na nyinyi ni mashahidi. Mheshimiwa Rais kwa hili sio shida zake, alimgawia madaraka Mheshimiwa Popa kakayaacha mwenyewe kule Arusha, na naamini hata mimi kama kula zikutosha naweza kugaiwa vile vile. Mheshimiwa Mwenyekiti, herufi inayofuata ni herufi O. Herufi O hii inasema ondoa uonevu kwa unaowaongoza. Mheshimiwa Mwenyekiti, wote sisi ni mashahidi. Mheshimiwa Rais alipoingia, baada ya kuona manunguniko, akaleta tume haki za jinai, tume ya jinai, na sisi leo wote tunasema hapa hakuna kukamatwa na polisi mpaka uchunguzwe. Manunguniko yameondoka na mambo yanaenda vizuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, inafuata ile herufi Z, zuia migogoro kwa unaowaongoza. Wakati serikali ya awamu ya 6 inakuja, kulikuwa na migogoro mingi sana ya wafugaji na wakulima pamoja na watu wa wanyamapori. Mheshimiwa Rais akaja na tume ile, kamati ya mawaziri wa sekta, na wamefanya kazi vizuri, na leo migogoro imekuwa adimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, herufi ya mwisho ni herufi I. Sasa hapa niwaambie wabunge, waheshimiwa wabunge, hapa mnapaswa kutembea kifua mbele. Kama mtanipa ridhaa ya kuwa spika katika bunge hili, mtainua vipato vyenu, kwa sababu inasema inua vipato kwa unaowaongoza. Mtainua vipato vyenu waheshimiwa wabunge, ili na nyinyi mkawainue vipato vyao kwenye majimbo yenu, ili mradi muendelee kuja huku milele kwa milele. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana. Kwa kusema hayo, kama haitajali, waomba ridhaa wenzangu wanaongozwa na Mheshimiwa Zungu wanaweza kutangaza kujiondoa ili kazi iwe rahisi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho, kama watakuwa na mgomo, wenzangu watakuwa na mgomo kwa neno hilo nilolisema hapo mwanzo, basi naomba wabunge munipe kula nyingi, ikiwezekana na mimi nishinde kwa 97%. Asanteni sana. Haya, waheshimiwa wabunge, kuna maswali? Huyu ndo Ndonge huyu. Mnamfahamu bila shaka. Swali la kwanza, la pili, la tatu. Ndugu Ndonge, tunakushukuru sana. Amepita. Amepita. Aingie sasa ndugu Amin Alfred Yango kutoka chama cha ADC, Alliance for Democratic Change.